Langu jina ni Fatma Juma Tagato. Simba Sports Club wamepoteza michezo miwili na kupoteza alama 6 katika group stage na kubakiwa na michezo minne ambayo miwili ugenini, miwili nyumbani Benjamin Mkapa. Pengine tatizo la Simba liko wapi? Manager Pantevu au wachezaji wenyewe walikuwepo kwa hivi sasa hawana quality ya kuchezea klabu ya Simba? Nafikiri Simba wametengeneza majinamizi matatu yanayowasumbua na yatawasumbua sana msimu huu mpaka pale watakapoamua kufanya mabadiliko. Na moja kati ya tatizo kubwa ambalo wamelitengeneza kwanza ni dirisha la usajili. Namna ambavyo wameliendea, nafikiri msimu huu wamefanya makosa makubwa sana kwenye baadhi ya maeneo ambayo nakumbuka tukiwa hapa na Ben TV niliyazungumza, na ndio hayo yanaanza kuonyesha changamoto mbalimbali kwenye msimu huu. Ukiacha dirisha la usajili, nafikiri bench la ufundi chini ya kocha Pantev ni jinamizi lingine ambalo linawasumbua sana Simba. Lakini ukiacha haya mawili, moja kati ya tatizo kubwa ambalo pia linawasumbua Simba Sports kwa msimu huu, wamegawanyika kwa kiasi kikubwa sana. Nguvu moja haipo. Of course, yani ule msemo wa nguvu moja hauonekani. Na naomba nianzie hapa. Simba kwa miaka mingi wamekuwa na moto ya nguvu moja, kwa maana ya klabu ambayo inajiunga pamoja kwa ajili ya kwenda kuyafanya majambo yake. Na ndio maana kwa kiasi kikubwa utaona wanapata changamoto kwenye ligi au inakuaje na changamoto zao wanazokuwa nazo na matatizo mbalimbali, lakini likija swala la kufanya vizuri kwenye mechi za kimataifa walikuwa wanafanya vizuri sana. Na ninapokuja hasa mechi za kimataifa walikuwa wanafanya vizuri kwa sababu ile dhana ya nguvu moja ilikuwa inaonekana kwa kiasi kikubwa. Tazama mechi zao za kimataifa ambazo wamezicheza msimu huu. Anzia kwa mashabiki, idadi ya mashabiki ambao wanaingia uwanjani. Wewe ulikuwepo na Ben TV walikuwa uwanjani kwenye mechi ya Nsingizini ile, uliona magepu yalikuwa makubwa sana, tiketi ziliuzwa, waliwamock Young Africans kwa kupeleka kule Zanzibar, ikaonekana kama ni kiwanja kidogo na nini, lakini uliona magepu ambayo yalionekana. Mechi ya kwanza dhidi ya Petro Atletico di Luanda, uliona magepu ambayo yalionekana. Ile dhana ya nguvu moja haikuwa ikionekana hata kwa mashabiki tu wenyewe, na kazi kubwa aliifanya Ahmed Ali, lakini dhana ya nguvu moja haikuonekana kwenye uhalisia. Sasa toka kwa mashabiki njoo kwa wenye timu ambao ndio wanaiendesha kwa kiasi kikubwa. Kumekuwa na magroup mengi, kumekuwa na mgawanyiko na mpasuko mkubwa. Kuna tatizo kubwa ambalo linaonekana ndani ya Simba, hasa kwa wale ambao ndio wanajiita Simba kindakindaki, viongozi na wanachama, lakini pia viongozi wa zamani. Ukitazama Simba kwa sasa utagundua imegawanyika katika pande kubwa mawili. Moja ni hawa viongozi wa sasa ambao wanapambana kuhakikisha wanaziba magep na changamoto mbalimbali ambazo Simba wamekuwa wakipitia na kuzifukia, ikiwezekana kuinyanyua tena Simba. Alafu kuna kundi kubwa, hili naliita kubwa ndani ya Simba, likiwa linaongozwa na viongozi wa zamani ambao waliwahi kuiongoza Simba kwa nyakati tofauti. Wanaonekana ni kama hawataki kukubali kwamba muda wao tayari umekwisha. Ina nani? Wengi sasa, siwezi kuwataja wote, lakini wanajijua, na nafikiri wana Simba wenyewe wanaiona hiyo picha kwa ukubwa wake. Wawili watatu. Yes, sitaki kutumia Ben TV kama sehemu ya kumchafua ama kumgaragaza mtu. Sitaki kuingia kwenye hiyo shida na kuingiza Ben TV kwenye hiyo shida. Lakini kuna hilo kundi kubwa la viongozi wa zamani ambao ni kama hawajaridhia na namna ambavyo wamemaliza muda wao. Ni kama bado wanaamini wanapaswa kuwa sehemu ya Simba, wanatakiwa kuwa sehemu ya kuiongoza Simba. Wanatengeneza mitafaruku mingi, wanaibua hoja nyingi ambazo zinaigawanya Simba, wanaleta shida nyingi ambazo zinaleta mtikisiko. Imagine Simba wakiwa wanaenda kucheza na Stade Malien Mali pale, wana mechi usiku, asubuhi yake uliona lile ilivyokuwa. Walianza kuvurugana asubuhi na mapema, wakatifuana mchana kweupe, alafu usiku unategemea upate matokeo mazuri, kwa sababu changamoto ambazo zinatokea nje ya uwanja kwa kiasi kikubwa huwa zinaathiri ndani ya uwanja. Wachezaji nao ni binadamu, wakiwa wanaangalia hawapati picha, hawapati taswira halisi ya klabu inataka kwenda wapi, inaweza kuachieve nini kwa msimu huu. Kwa hiyo hizi ni changamoto ambazo zinawakuta Simba kwa kiasi kikubwa, na nafikiri wanatakiwa kuzifanyia kazi. Sasa ni kurudishe nyuma, nilikwambia changamoto kubwa, wana majinamizi matatu. Dirisha la usajili ndio jambo la kwanza ambalo nilizungumza.
Kwa nini nakwambia dirisha la usajili? Kwenye usajili kuna kitu kimoja kikubwa sana watu huwa wanakisahau. Watu wengi huwa wanaamini kwenye dirisha la usajili ni usajili wa kumuingiza mchezaji pekee ndio usajili bora. Lakini usajili bora wakati mwingine ni wa kumbakiza yule mchezaji wako bora kikosini, kuhakikisha kwamba anaendelea kubaki. Kama Simba walivyofanya kwa Shomari Kapombe upande wa kushoto, walipaswa kufanya kwa Shefondo Malone, walipaswa kufanya kwa Mohamed Hussein Zimbwe Junior, na walipaswa kufanya kwa Ngoma Fabrice. Kwani pengo la Mohamed Zimbwe mpaka leo linaonekana ndani ya kikosi cha Simba? Of course Mligo ni mchezaji mzuri na sitaki kumkosea heshima wala adabu. Ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana, wazawa, vijana ambao wanakuja vizuri. Lakini ukimweka kwenye class ambayo ameitengeneza Mohamed Hussein Zimbwe Junior, yuko mbali. Yaani kama utaamua kupanga watu, nafikiri utamkuta kwa mtu wa 10 huko. Inawezekana hiyo. Yaani kama utaamua kupanga watu, Zimbwe yuko namba 1 hapa, alafu Anthony Mligo anaweza akafika kama wa 10. Bado alikuwa na nafasi kubwa ya kujifunza kwa Mohamed Hussein Zimbwe Junior, na naamini angekuwa bora zaidi wakati Mohamed Hussein akiwepo kuliko sasa ambako anacheza Mohamed Hussein hayupo. Angalia sasa shida nyingine. Sio tu umemleta Anthony Mligo ambaye hana experience, hajafika quality ya Mohamed Hussein, lakini hata backup yake hana. What if Mligo anaumia? Maanake utaniambia Kamara ndo anakwenda kucheza kushoto. Huyu Kamara ameanza kuonyesha uhai eneo la katikati mwa uwanja. Akienda kucheza kushoto, maanake unatengeneza tatizo jingine kwenye eneo la katikati mwa uwanja, ambako mimi naamini Simba msimu uliopita miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa msingi imara sana wa Simba hasa kufanya vizuri kwa msimu uliopita. Licha ya kwamba hawakuchukua kombe lolote, lakini Fabrice Luamba Ngoma alifanya kazi nzuri sana katikati mwa uwanja. Yes, hakuanza vizuri msimu, lakini kadri msimu ulivyokuwa unazidi kwenda, uimara wake, experience yake ilianza kuonekana, namna ambavyo alikuwa kiongozi anapohitajika, namna ambavyo alikuwa anaongoza kwa mfano ndani ya kiwanja, ilikuwa ni kitu ambacho Simba walipaswa kuendelea kubaki nacho na kuendelea kuwa nacho. Pengine kwa msimu huu kingewasaidia kutengeneza msingi mwingine kuelekea msimu huu kufanya vizuri, ama misimu mingine ambayo inafuata. Sasa toka hapo, kwa nini nimesema Shefondo Malone? Nakumbuka mimi naye tuliwahi kuzungumza nikakwambia kuhusiana na Rushan Derek. Nilikwambia ni miongoni mwa wachezaji ambao wana experiences, wamecheza kwenye mechi hizi za CAF akiwa na Mamelodi Sundowns, lakini ubora wake mkubwa ulikuwa mara ya mwisho anakuwa katika kiwango bora kabisa ni 2019. Ukitoka 2019 mpaka sasa kuna miaka mingapi? Hajarejea na hajawa kwenye ubora ambao alikuwa nao. Yaani 2019 mpaka 2021, miaka 6, ndio wakati ambao alikuwa kwenye nyakati bora. Kutokea hapo hajawa kwenye wakati mzuri mpaka sasa ambako tunazungumza. Unamchukua unamuingiza kikosini. Kuna uhai ambao uonyesha ndani ya klabu. Ameuonyesha uhai huo kwa sababu hana mshindani halisi wa namba. Imagine tu. Mfano Shefondo Malone angekuwa sehemu ya kikosi cha Simba, sio? Karabu yupo. Wamemuongeza Wilson Nangu, lakini pia Brazak Hamza naye angekuepo. Ma center back 4 wenye level hiyo. Nafikiri Rushan Derek angecheza kwenye hii level, ama angecheza kwa muda mwingi kama ambavyo hawa wengine wangecheza. Lakini mbali na hapo, energy ambayo anakupa Shefondo Malone ni tofauti na energy ambayo anakupa Rushan Derek. Hawa ni watu wawili tofauti. Huyu mmoja ana brain, ana akili kubwa sana, anajua namna gani, wapi ata intercept, wapi atafanya nini kwa wakati gani, lakini mimi nafikiri bado anachelewa sana kwenye matukio. Na ukitaka kuamini hilo, ndio maana hata katika mchezo dhidi ya Stade Malien, miongoni mwa watu ambao walionekana ni tatizo wafanyiwe mabadiliko ni yeye. Akafanyiwa mabadiliko, akaingia Karabusha Moyo. Unaelewa? Kwa hili ni tatizo lingine ambalo Simba walitengeneza katika dirisha la usajili. Na nafikiri hili ni tatizo kubwa sana ambalo litawafanya Simba kurudi tena kwenye dirisha la usajili, na itawahitaji ama inawabidi kuwa na wachezaji wengine walau 5 kuja kuongeza nguvu katika kikosi. Simba wanahitaji kiungo mwingine namba 8 ambaye anaweza kufanya kazi ambayo Fabrice Luamba Ngoma alikuwa anaifanya, kazi ya kuconnect team, lakini pia kuwapa experience kwenye ile michezo migumu, kuonyesha kwamba ana uwezo wa kushindana kwenye hiyo michezo migumu. Simba wanatawala mechi nyingi ambazo wamecheza. Unajua tangu wamekuja manager Pantev, Simba inatawala michezo yake karibu yote ambayo wanacheza. Eneo la katikati, of course wanatawala vizuri sana, wanacheza vizuri, wanapasiana, wanapossess kwa kiasi kikubwa. Lakini nani
anaigeuza ile possession kuwa matokeo. Hapo ndo unahitaji watu kama kina Fabrice Luamba Ngoma kwenye experience, kujua time hii tufanye nini, kwa wakati gani, tuamue nini, tukawekeze wapi nguvu. Na ninaposema hapa watu wa mpira watakuwa wananielewa. Kuna wakati una uwezo wa kupossess upande wa kushoto, tumkaamua huu upande wa kushoto ndio udhaifu wa timu pinzani. Mnakwenda upande wa kushoto, mnawekeza nguvu, mnapossess mpira pale, ama mnapitisha mipira mingi maeneo yale, mnakwenda mnanufaika. Lakini tu kupossess, mmepasia, mmerudi, mmepasiana, mmerudi, back pass nyingi, msifikiri kama inaweza ikawasaidia. Yes, Simba wana wachezaji wazuri, lakini hawana wachezaji wenye quality ya kwenda kushindana, na ndio maana matatizo yanaonekana. Mtu anaweza akaniuliza, kwa nini unasema Simba hawajafanya vizuri, hawana quality nzuri, wakati meneja ametengeneza mfumo mzuri, wanatengeneza nafasi, wanashindwa kuzitumia zile nafasi? Simba labda wengi wanashtuka tu sasa hivi, lakini hata msimu uliopita huko kwenye michuano ya kimataifa, big chance Simba alitengeneza 26. Miongoni mwa timu 3 zilizotengeneza big chance za kutosha msimu uliopita kwenye CAF Confederation Cup, Simba imo miongoni mwa timu 3. Simba imo 2 imo Simba. 26 Simba wametengeneza, wakiwa wanafuatiwa na RS Berkane. Lakini Simba msimu uliopita miongoni mwa timu ambazo zilipoteza big chance nyingi, yeye yumo, anashika nafasi ya 2. Alipoteza big chance 19 kati ya 26 ambazo alizitengeneza. Njoo this season tayari Simba ametengeneza big chance 5. Big chance miss 5. Unaelewa? Unaelewa sijui hayo mazingira ambayo yanakuepo. Kwa hiyo ukiachana mbali tu na kwamba walikosea kwenye dirisha la usajili, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji quality nafikiri zimeshuka, confidence pia imepungua kwa kiasi kikubwa. Elim Panzu, Jean Chalea huwa kutokucheza pia kumemnyima sana confidence. Hatumuoni tena mtu kama Yusuf Kagoma, tulitegemea msimu huu atakuwa anaendelea kucheza. Wanasema majeruhi. Of course, lakini ndio hivyo, ndio hatumuoni hapa. Unanielewa? Pengo lake linaonekana ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Mimi pengo lake linaonekana kwa kiasi kikubwa. Yaani mimi ukiniambia Simba ambavyo inacheza, Kamara kucheza kama typical number 6, kwangu mimi naona ni tatizo kubwa sana. Ni tatizo kubwa sana. Unahitaji mchezaji wa aina Yusuf Kagoma kukupa assurance ya rest defense. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza vizuri sana kusoma hatari. Ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kwenda kuintercept, akazama uvunguni, kazi nyingi chafu ana uwezo wa kufanya. Ni ngumu. Na ni mwalimu ambaye acha nitumie, ni mwalimu mpuuzi anayeweza kuamua kumweka Yusuf Kagoma bench kwa Simba ilivyo. Inawezekana kwa timu nyingine, inawezekana, lakini kwa Simba ilivyo ni mwalimu mpuuzi anayeweza kumweka Kagoma. Na ndio maana nakubaliana na wewe kwamba kwa sasa ni kwa sababu ana injury na ametoka pia kwenye majeraha, pia ni ngumu kuanza kumwamini haraka, lakini Kagoma akiwa fit ni mchezaji wa. Unakumbuka nilikwambia jinamizi la pili ni benchi la ufundi Takwambia kwa nini mimi nakwambia huu ni wakati sahihi wa Simba kufanya mabadiliko ya benchi la ufundi. Na hapa niseme sina shida na mtu, lakini nafikiri manager Pantev atakuwa na bahati sana kama atakula Christmas Tanzania. Atakuwa mwenye bahati sana. Na moja ya bahati ambayo atakuwa nayo ni pengine afanye vizuri kwenye hizi mechi za ligi 2 ambayo watakwenda kucheza na Mbeya City na watacheza pia na Azam, na itategemea pia namna ya mpira ambao watacheza na mabao watakayofunga kama atawaridhisha. Hivi ninavyokuambia, miongoni mwa mijadala mikubwa ambayo ipo sasa hivi ndani ya Simba wenyewe ni kujaribu kumzungumza mwalimu pamoja na benchi lake la ufundi na namna ambavyo wanafanya mambo. Na Suleiman Matola kama kocha mkuu, kwa sababu haya yote ambayo yanaendelea, CV inakwenda kwa Suleiman Matola. Huo ndio ukweli. Yeye ndiye kocha mkuu kwa Simba kwa sasa. Itakuwa bahati sana kwa Suleiman Matola kama Pantev Simba wataamua kumfurusha, kumuondosha. Itakuwa bahati sana kama Suleiman Matola pia naye atabaki. Atakuwa ni miongoni mwa watu wenye bahati sana, kwa sababu kwa kiasi kikubwa nafikiri yeye ni miongoni mwa watu ambao wanatakiwa kushauri sana, anatakiwa kutoa pia mawazo yake. Amekuwa ndani ya Simba kwa muda mrefu, anaifahamu Simba vizuri, anafahamu wachezaji almost wote ambao wamesajiliwa, amekuwa nao, wameenda nao pre-season. Kwa hiyo haya ambayo yanatokea huwezi kumtenga na yeye pia. Itakuwa ni maajabu kumfukuza meneja alafu muache kocha mkuu. Itakuwa maajabu kidogo, na anaweza kuwa ana bahati. Sasa turudi kwa meneja Pantev, na namsema yeye kwa sababu kwa picha ya nje
tunaambiwa kuwa yeye ndo anapanga kila kitu na ndio kila kitu ndani ya Simba. Inachezaje, nani anaingia, nani anatoka, ni yeye ndo anaingia. Simba wanacheza vizuri, wana possess. Yes. Simba wanatengeneza chance. Yes. Lakini Simba wanapoteza nafasi nyingi. Timu zilizotengeneza chance nyingi msimu huu wako Al Ahly, wako nafikiri ES Tunis ambao wako kundi na Simba ndio namba 1, wanatengeneza nafasi nyingi. Simba wametengeneza nafasi 5, big chance 5 wamezitengeneza kwenye CAF Champions League. Sio rahisi, 5 wamezitengeneza. Na hapo katika hizo 5 zote 5 big chance zote 5 Simba wamepoteza. Wakifunga kwa half nafasi. Yaani nafasi zile ambazo unaziona kama ndio nafasi za kushinda Simba zote wamepoteza, alafu nusu nafasi ndio wamefunga. Bao zuri sana anafunga Neo Maema. Na nafikiri ilikuwa ni miongoni mwa bao zuri sana, ila limefunikwa na matokeo mabovu ambayo Simba wameyapata. Lawama apewe nani? Ukweli ni kwamba timu iko chini ya benchi la ufundi. Benchi la ufundi ndio linajua nani ana majukumu ya kufanya nini kwa wakati gani, nani aanze, nani akae benchi. Unapoiona timu inapoteza nafasi baada ya nafasi baada ya nafasi, tunaamini mwalimu ndio anapata homework ya kwenda kufanyia kazi. Kwa nini timu inapoteza nafasi? Nifanye nini? Niweke nani? Aje huku. Na ndio maana kwenye mchezo wa kwanza alipocheza dhidi ya Petro Atletico akianza bila mshambuliaji, mimi nilikuwa mtu wa kwanza. Lineup tulipotoka nikasema leo meneja Pantev amechagua kwanza bila mshambuliaji. Sijai kuona Afrika, ni ngumu. Asikwambie Fatma, Ulaya achana nako. Yaani kule Ulaya achana nako. Kuna vitu vingine unaweza ukaviapply Ulaya, ni ngumu kuviapply Afrika. Unaelewa? Kama una washambuliaji 3 typical kabisa, wana uwezo mzuri wa kufunga, wape nafasi waanze. Unaelewa? Wape nafasi waanze wacheze. Ukianza na mtu ambaye sio striker, unampa sababu. Unaelewa? Na unatupa sababu sisi kuamini kwamba wale waliokuwa nao pengine unatuma ujumbe kuwa hawatoshi. Sio kama unanipata vizuri. Kwa hiyo sisi hizi lawama zote tunakwenda kuzipeleka kwake kwa sababu tunaamini mpango kazi anakuwa nao. Na mimi shida yangu kubwa na Pantev pamoja na benchi la ufundi la Simba, sofa mpaka amekuja Pantev, ni kama hawa wastadi vizuri wapinzani kujua nini wanacho, nini mapungufu na wao wanatakiwa kufanya nini. Kama hawa wastadi vizuri, mpango unaokuja nao mara nyingi na kwa kiasi kikubwa umekuwa ukitengeneza shida zaidi kwa Simba kuliko kwa mpinzani. Sio, unaelewa? Rejea mechi ya Petro Atletico, rejea mechi dhidi ya Stade Malien, nenda kwenye mechi ya JKT, utaona timu inaonyesha inatengeneza matatizo zaidi kwa timu yenyewe kuliko kwa mpinzani. Mechi tu ya juzi, manake nikiwarudisha watu nyuma sana wanaweza wakasema Tagato anaongea vitu ambavyo pengine tumevisahau na nini na nini. Mechi dhidi ya Stade Malien, Simba ukitazama tu generally kwa wachezaji ambao walipata nafasi ya kuanza, timu ilikuwa inakosa wachezaji wengi wenye nidhamu ya kiulinzi. Kumbuka hii ni Afrika, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wanaocheza pale ni ambao tunaamini wanapaswa kuingia kwenye poti ya ligi ya mabingwa Afrika. Timu 16 tu kutoka bara zima hili, timu 16 ndo zinafanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi. Sio rahisi kucheza kwenye yale mazingira. Unacheza ugenini, huna wachezaji wenye sifa ya kiulinzi wakiwa wengi. Uko ugenini, well and good, umetengeneza nafasi, nafikiri sekunde 20 tuna kutengeneza nafasi wakashindwa kuitumia. Sawa. Sasa ile ndo ambayo inatokea. Wewe si hauna wachezaji wengi ambao wana nidhamu ya kiulinzi, wachezaji wengi ambao wana akili ya kulinda zaidi kuliko kushambulia. Maana yake unatengeneza nafasi kwa sababu una wachezaji wengi ambao wana akili ya kushambulia zaidi. Vipi wapinzani wakija kwako sasa? Kwa sababu wao wana confidence, wako nyumbani, wana mashabiki wao, uwanjani wao, confidence ni kubwa zaidi kwao kuliko wewe ambaye uko ugenini. Ndio yale ambayo yalitokea Simba. Simba na bahati, ile game alikuwa anakula hata goli 5. Aliyetazama mpira atakubaliana na mimi. 5 zilikuwa zinafika. Penalti, kadi nyekundu, ni magoli mangapi hayo? Kwa mfano penalti ile ingetumbukia. Unajua pale ndo tunamsifu sasa golikipa pale kafanya yale ambayo ameyafanya. Lakini what if, unaelewa? Lakini baada ya penalti nyuma kulikuwa kuna goli. Si ile kadi nyekundu, mtu kaamua bora akabembea kwa mtu. Maana bila kubembea pale, shughuli tuko tunaenda kukuta mpira kwenye wavu. Lakini pia kuna aina ya kosa lilifanyika kwa mtindo ule ule kama unakumbuka. Aliwekwa mtu chini, sema tu mwamuzi ni kama
akaminyia fulani hivi. Simba walikuwa wanaumia goli nyingi sana kwa sababu walikosa wachezaji ambao wana nidhamu ya ulinzi, na haya ni makosa ya moja kwa moja ya meneja Pantev. Ni kama hajui namna nzuri ya kusuka, na ni kama anafanya majaribio kwenye kila mechi ambayo anacheza. Kwa mtindo huu itakuwa bahati sijui niseme kufuzu robo finali. Mimi sitaki kusema huko. Mimi naamini itakuwa bahati kwanza kwa meneja Pantev kupindua mwaka akiwa na Simba Sports. Na benchi la ufundi lile kwa kiasi kikubwa majority yake itakuwa bahati kupindua na Simba msimu kwa maana ya mwaka unaofuata. Lakini kama Simba wataendelea na mtindo na namna ambavyo wanaendelea sasa bila mabadiliko, na kama mwalimu hatapata solution mapema, ngumu sana kwa wekundu wa Msimbazi kuiona robo finali. Mpaka hapa kwenye ambako wamefika kwa namna ambavyo kundi lilivyo. Mimi nilisema mapema sio kundi jepesi, na tulikuwa na wewe nikakwambia pia hawako kwenye kundi jepesi. Lakini kwa namna ambavyo mambo yalivyo, Simba wamelifanya kundi limekuwa gumu zaidi upande wao, zaidi kuliko kawaida. Ni ngumu. Anagawa utamu. Hiyo sasa hiyo sasa umesema wewe. Kwa hiyo hayo ni matatizo ambayo mimi nafikiri Simba wanatakiwa kuyatibu, na kwa haraka zaidi wanatakiwa kureact kwa hiki ambacho kinatokea, na reaction ambayo mimi naiona inapaswa kufanyika sasa ni kulibadili bench la ufundi. Shukrani sana Tagata. Assalamu alaikum warahmatullahi